sina. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kwa sasa tutaizungumzia, tutaita sina. Kwa hivyo nataka tujiulize swali, sina ni nani? Sina ni nani? Kwa sababu hiyo ndio jambo moja ambao pia watu wengi hawajaielewa. Sina ni nani? Na najua nikiongelea jambo hili, najua tumeamini kwa muda mrefu, tumekuwa kwa muda mrefu. Wengine wetu hata wamekuwa watumishi wa Mungu kwa muda mrefu. Kwa hivyo tukizungumza kuhusu sina na tunauliza sina ni nani, mtu anaweza angalia ni swali rahisi sana. Hii ni kitu rahisi sana ambayo watu wengi wanaona kwamba ni kitu ambayo hatufai kuongelea. Ila ukikuja kuangalia kwa undani sana, utapata kwamba haujui sina ni nani. Utapata kwamba hatujui sina ni nani. Kwa sababu unajua ni kwamba tukiuliza kwa mfano sasa hizi nikuuliza sina ni nani, mtu atasema si sina ni mtu anatenda dhambi. Bwana sifiwe. Na hata ukienda kwa dictionary ya English uende uangalie maana ya hiyo neno sina, utapata kwamba dictionary ya English pia itakujibu na itakwambia kwamba sina ni mtu mwenye anafanya dhambi. Ila ukisoma kwa Biblia utapata ya kwamba Biblia inakataa hiyo maana. Biblia ikubali hiyo maana ya kusema ya kwamba sina ni mtu anafanya dhambi. Kwa hivyo ukienda kusoma Biblia kwa umakinifu utapata kwamba kwa Biblia sina si mtu mwenye anafanya dhambi. Bwana sifiwe. Kwa Biblia iko na maana yake ambayo inazungumzia kuhusu sina. Na pale nyuma tulikuwa tumeongea tukisema kwamba tukitaka kuelewa dhambi kwa undani sana, kile kitabu ambacho kitatupatia maana ya dhambi kwa undani sana ni kitabu cha Warumi. Kwa sababu Warumi imeongea sana kuhusu dhambi. Haswa Warumi 1 hadi Warumi 8. Kusoma vitabu vya kwanza 8 vya kitabu cha Warumi ama sura za kwanza 8 utapata ya kwamba zinaongea sana kuhusu dhambi. Kwa hivyo ukitaka kuelewa maana ya dhambi kwa undani zaidi, utaenda usome kitabu cha Warumi na kitabu itakueleza kwa undani sana kuhusu dhambi. Kwa hivyo hata ukienda kusoma hapo bila ya kuelewa kile ambacho unakitafuta, pia utakosa kuelewa kwa undani zaidi kile ambacho kitabu hicho kinazungumzia. Kwa mfano, utapata kwamba tulipokuwa tunasoma kuhusu sin na sins, tulipata kwamba iko na maana tofauti. Na kama haujajua hilo, utaenda hapo na usome sin kwa Warumi na upate sins pia, na udhani ya kwamba bibi sins ni wingi ya sin. Na utapata kwamba kama hiyo ndio vile unaelewa, utapata kwamba hautaweza kuleta na unajaribu kufanya. Kwa hivyo lazima uelewe sin ni nini na uelewe sins ni nini. Lazima ujue kwamba kuna tofauti kati ya mambo haya mawili. Kwa hivyo utapata watu wengi wamesoma kitabu cha Warumi. Na nimesikia watu wengi hasa walimu wa Biblia na hata Wakristo tu wengi wakijaribu kuelezea kuhusu hili jambo la sina, wanasema ya kwamba Paulo kwenye kitabu hicho cha Warumi alipokuwa anadhibitisha kwamba watu wote ulimwenguni ni sinners, anasema katika sura ya 3 ya kuwa wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana sifiwe. Hiyo si ni Warumi 3 fungu la 23 ambapo Paulo anasema ya kwamba wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana sifiwe. In English inasema all have sinned and fallen short of the glory of God. So hiyo ni Warumi 3:23. Na
utapata hapo ya kwamba, kwa hivyo huwa wanasema, kile ambacho nasema ya kwamba watu wengi wanasema ya kwamba katika hicho kitabu cha Warumi 3 ya kwamba Paulo anajaribu kutuambia Sina ni nani, ya kwamba kwa hiyo kitabu cha ukitaka kujua Sina ni nani, hadi uende usome Warumi 3. Ila ukienda kusoma Warumi 3 ili kwamba ukaweze kuelewa maana ya Sina, utapata ya kwamba hautapata jibu sawa. Bwana sifiwe. Najua hapo ameongelea sana kuhusu dhambi, na ameongelea sana kuhusu sins. Kwa Warumi 3 inaongelea kuhusu sins. Haiongelei kuhusu sin. Na akiongea kuhusu sins, na wakati ambapo anaongea hapo haongei kuhusu maana ya sina. Kwa Warumi 3 haiongelei sina. Bwana sifiwe. Kwa ufupi najaribu kwa sababu watu wengi huwa wanajaribu kutumia Warumi 3 kutueleza maana ya sina. Lakini ukisoma hapo ili kwamba ukaweze kuelewa maana ya sina, utapata ya kwamba hautatoka na jibu sawa. Kwa hiyo Warumi 3 nataka kuelewa Warumi 3 inaongea kuhusu nini? Na katika kitabu cha Warumi ni wapi ambayo inatueleza kuhusu maana ya sina ni nani? Kwa hivyo tunataka tuone Biblia ikiongea kuhusu sina inamaanisha nini? Kwa sababu watu wengi, hiyo ni pia watu wengi hawajaelewa. Usipoelewa sina ni nani, wokovu wako haitakuwa sawa. Kato hapo. Wokovu wako hautakuwa sawa. Utakuwa na ile wokovu ambayo ni nusu. Wokovu ambayo haijakamilika. Na tunapoendelea kuongelea jambo hili tunapata kwamba kuna watu wengi ambao wameokoka ila hao wenyewe hata wajui wao ni nani katika wokovu. Kwa hivyo ili kwamba ukaweze kuelewa wokovu wako, ili kwamba ukaweze kuokoka kikamilifu, lazima uelewe ya kwamba sina ni nani. Bwana sifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo tumesema ni kwamba kulingana na Biblia, sina si mtu mwenye anafanya dhambi. Bwana sifiwe. Na ita sina kwa hili sababu tukiongea kwa Kiswahili itasema mtenda dhambi. Kwa hivyo sitaki kutumia neno mtenda dhambi. Bwana sifiwe. Sina kulingana na Biblia si mwenye anatenda dhambi. Ndiposa ukienda kutafuta maana ya sina kwa Warumi 3 utapata kwamba utafeli. Warumi 3 fungu la 10 hadi 13. Hebu soma hapo kwa English. Verse 10. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Kwa hivyo, ukiangalia hapo kwa hiyo kitabu, tunapata kwa anasema kwamba wote wamefanya dhambi. Wote wamefanya dhambi. Na wamepungukiwa na tukufu, wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo vitabu vile ambavyo tumesoma, hakuna mtu yote ambaye ni mwema, hakuna mtu yote ambaye amefanya haki. Kila mtu amefanya dhambi. Wote ni waovu. Bwana sifiwe. Hiyo ndio Paulo anajaribu kusema kwa kitabu hicho. Lakini ukiangalia kila mtu anasema hapo, hatuambii maana ya sina. In fact, hata kwa hivyo vitabu utapata Paulo anaongea kuhusu sina. Bwana sifiwe. Ila sisi tukiwa hapa tunataka tuelewe maana ya sina ni nini. Kwa hivyo ukitaka kuelewa maana ya sina hautaipata kwa Warumi 3. Warumi 3 inazungumza ikisema ya kwamba mwanadamu amefanya dhambi. Bwana sifiwe. In fact kusoma kwa English inasema kwamba all have sinned, si ndio? Lakini haituambii sina, haitaji sina. Ukitaka kupata maana ya sina utaipata kwa Warumi 5. Bwana sifiwe. Sababu hii Warumi kwa Biblia ndio inatueleza kwa undani zaidi maana ya sina. Unataka kuelewa dhambi kwa Biblia, soma Warumi. Bwana sifiwe. Ila ukitaka kuelewa maana ya sina
ambaye Kiswahili inamuita mtenda dhambi, ukitaka kuipata utaipata kwa Warumi 5. In fact, kwa Biblia mzima kitabu hiki kinatuambia kwa undani zaidi kuhusu mtenda dhambi ama sina ni kitabu cha Warumi 5. Bwana sifiwe. Kwa hivyo, kwa nini nakwambia vitabu hivyo viwili? Ukiwa peke yako, umeketi chini kwa nyumba. Bwana sifiwe. Chukua vitabu hivi viwili ukisome. Soma Warumi 3 na soma Warumi 5. Bwana sifiwe. Naenda kuongea kwa undani zaidi kuhusu vitabu hivyo viwili kwa sasa hivi, lakini nawe pia ibuka nayo chini uzielewe. Ukizielewa Warumi 3 usome yote na utapata Warumi 3 inaongea kuhusu shida ya sins. Warumi 3 inatuambia kwamba wacha niseme kwa sababu sins ni zile dhambi tunazifanya. Kwa hivyo Warumi 3 inatuambia kwamba sisi tunafanya dhambi, mwanadamu anafanya dhambi. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kazi kubwa ya Warumi 3 ni kukuonyesha ya kwamba wewe unatenda dhambi. Hiyo ndio kazi kubwa ya Warumi 3. Na nitakwambia kwa nini nakwambia hivyo. Kwa hivyo tukienda kwa Warumi 3 utapata kwamba inajaribu tu kuambia nani, wewe umefanya dhambi. Ndio maana ukisoma ile verse 23 tumesema kwamba watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana sifiwe. Acha nikwambie kitu moja kuhusu Warumi, kitabu cha Warumi. Ndio tuelewe kile ambacho tunakisema hapa. Nimekwambia kwamba Warumi ndio kitabu ambayo inaongelea kuhusu dhambi. Inatuambia kwa undani kuhusu dhambi. Bwana sifiwe. Ukisoma kitabu cha Warumi 1 hadi Warumi 8 linaongea sana kuhusu mambo ya dhambi sana. Ukianza 9 inaanza kuongelea mambo mengine, lakini bado dhambi kama lakini inaongea kusema mambo mengine. Lakini kuna kitu ambacho nataka nikumbuke hili. Ukisoma hiyo Warumi pia haiongei tu kwa dhambi kwa jinsi moja. Warumi inaanza kwa kutuambia ya kwamba, acha nikwambie, kulingana na Biblia, ulimwengu wote, watu wote kwa dunia wamegawanywa mara 2. Mara tatu. Kuna wale ambao Biblia inawaita Wayahudi. Si hao mnawajua? Wayahudi wako wapi huko Israeli, si ndio? Ama Waisraeli. But Biblia sana huwa inawaita Wayahudi. Alafu Biblia kuna watu wengine ambao inaitwa Wayunani. Kwa hivyo ukienda kwa Biblia utapata Wayunani. Wayunani si Wayahudi. Bwana sifiwe. Wayunani ni watu gani? Wayunani unapata kwa English wanaitwa Gentiles. Wayahudi kwa English wanaitwa Jews. Bwana sifiwe. Lakini Wayunani wanaitwa Gentiles. Kwa hivyo Wayunani, mtu yeyote ambaye si Myahudi ni Myunani. Bwana sifiwe. Mtu yeyote ambaye si Myahudi ni Myunani. Kwa hivyo mimi na wewe ambao tumekaa hapa, sisi si Wayahudi. Kwa hivyo sisi ni Wayunani kulingana na Biblia. Bwana sifiwe. Alafu kwa Biblia kuna kundi la tatu la watu ambao tutaongelea siku nyingine, si leo, ambao linaitwa kanisa. Bwana sifiwe. Utapata kwamba kanisa mara nyingi kwa Biblia huwa haiwekwi kwa Wayahudi, haiwekwi kwa Wayunani, inaitwa tu kanisa. Hiyo ni kundi lingine la watu kwa dunia. Kwa hivyo Mungu kwa dunia mzima, Mungu amegawa watu mara 3. Kwa hivyo, kwa nini nimesema hivyo? Ukisoma kitabu cha Warumi inaanza kwa kuongea kuhusu watu wote kwa dunia. Bwana sifiwe. Na inaanza kwa kusema, ukianza hapo juu inapata kwa Warumi 1 unapata ikwambia kwamba watu wote kwa dunia wamefanya dhambi. Alafu ikitoka hapo inakuja kwa Wayahudi. Bwana sifiwe. Unajua Wayahudi walikuwa wanarika sana, wanasema sisi ni wazuri kushinda watu wengine. Sisi watu Wayunani ni wabaya, sisi ni wazuri. Kwa hivyo ukifika kwa Paulo akifika kwa Wayahudi anasema kwamba hata nyinyi Wayahudi mmefanya dhambi. Bwana sifiwe. Alafu anaanza kuambia jinsi ambavyo wamefanya dhambi. Alafu akishatoka kwa Wayahudi anakuja kwa Wayunani sasa. Ashaongea kuhusu watu wote kwa dunia, akaongea kuhusu Wayunani, tena anaendelea kuongea kuhusu Wayunani. Anaambia Wayunani, nyinyi pia ni waovu, mmefanya dhambi. Alafu ana explain. Ndio maana nakwambia kwamba ni kitabu cha Warumi kinakwambia kuhusu dhambi kwa undani zaidi. Kwa hivyo, hebu nenda kusoma Warumi kama umekaa chini, ukiwa na jambo hilo kwa akili yako, utaweza kuielewa zaidi. Utapata kuna mahali nafiki naongea kuhusu watu wote kwa dunia. Kuna mahali nafiki naanza kuongea kuhusu Wayahudi.
kuna mahali inaongea kuhusu Wayunani, inasema ya kwamba wote hao watu wote, hakuna yote kati yao ambaye hajafanya dhambi, wote wamefanya dhambi. Bwana sifiwe. Kwa hivyo Warumi 3 specifically ambayo tulikuwa tunaongelea inaongea ikisema ya kwamba sisi wote tumefanya dhambi. Warumi 5 ndio sasa inazungumza kuhusu sina, inazungumza sasa kuhusu mtenda dhambi mwenyewe. Inatuambia yeye ni nani? Bwana sifiwe. Anatuambia kwamba ambayo tunasema hapa ni sina. Inaongea kuhusu sina, inatuambia huyu sina ni nani? Maana yake. Ukisoma Warumi 5 inatuambia ya kwamba sina, nataka uelewe jambo hili kwa sababu tusafika kwa maana yake. Warumi 5 inatuambia kwamba sina ni mtu yeyote ambaye amezaliwa kutokana na Adamu. Ni sina. Nataka uelewe hili. Kulingana na Biblia isemi ya kwamba lazima mtu afanye dhambi ndiye akuwe mtenda dhambi. Bora umezaliwa na mwanadamu, wewe ni sina. Bwana sifiwe. Hiyo ndio Warumi 5 hoja yake kubwa ni hiyo. Inajaribu kutuambia kwamba bora umezaliwa na mwanadamu, wewe ni sina. Mama Gift, nashukuru Mungu umekuja church leo. Tunaongea na mtoto mdogo. Bwana sifiwe. Kulingana na Biblia, huyu mtoto wako ni sina. Bwana sifiwe. Kulingana na Biblia, huyu mwenye amekaa hapa ni sina. Bora amezaliwa na mwanadamu, yeye ni sina. Umeelewa hiyo? Sasa kuna kitu ambacho lazima tuelewe. Huyu mtoto ni sina kwa sababu mtu ataniuliza, does it mean that mtoto mdogo sisemi kwa baya, acha sisemi ya kwamba mtoto atakufa ama atafanya nini, hata kufa hapo sawa. Lakini acha tuseme generally. Mtoto mdogo akikufa, does it mean that ataenda motoni? Kwa sababu yeye ni sina. Bwana sifiwe. Hapana, kwa sababu in short nataka kusema hivi, huyu mtoto si holy but ni innocent. Bwana sifiwe. Huyu mtoto si holy, kama huyu ni innocent lakini hayuko holy. Kuna tofauti kati ya hizo vitu mbili. Mtu innocent ni mtu mwenye anafanya chini ya juu. Bwana sifiwe. Lakini mtu holy ni mtu mwenye anajua ya kwamba nafaa sifai kufanya hivyo, hivyo hafanyi. Mtu holy mtu mwenye anajua hii ni dhambi lakini ameacha kuifanya. Haifanyi. Kuna uwezo ya kuifanya lakini amekataa kuifanya. Hiyo ndio holy. Unaelewa hiyo? But mtu innocent ni mtu mwenye hajui kutofautisha uzuri na ubaya. Kwa hiyo hata akifanya vizuri ama akose kufanya ama afanye vibaya, yeye hajui. Unaona? Yeye tunamuita innocent. Umeelewa jambo hilo? Kwa hiyo being that hapo innocent hajui ni kosa leo mtoto mdogo akiaga yani na mbele ya Mungu. Kusiani innocent. Wacha niambie siri moja ambayo ilifanywa kwa Biblia. Unajua ile time Mungu aliumba Adam na Eve kwa Biblia. Adam na Eve hawakuwa holy. Bwana sifiwe. Adam na Eve walipoumbwa na Mungu hawakuwa holy. Adam na Eve walipoumbwa na Mungu walikuwa innocent. Hawakujua kutofautisha wema na uovu. Sindiposa walipokula ile, unakumbuka ile mtu ambaye aliambiwa asikule, waliambiwa ukikula hii mti utajua kutofautisha wema na uovu. Usikule. Hii mti ni mti wa kujua wema na uovu. Si ndio? Walipoikula wakajua kutofautisha wema na uovu. Sasa kuanzia hapo sasa wakaanza kuwa sasa totally unholy na sasa hawako innocent. Si ndio? Sasa ni sasa waanze kufanya uchaguzi. Wanaambiwa sasa hii ni mbaya usifanye. Akifanya yeye sasa anaenda motoni, akikosa kuifanya. Unaona? Sasa mtu holy, nataka tuelewe hili. Tukisema mtu ni holy, inamaanisha hivi, huyo mtu anajua dhambi ziko kwa dunia, lakini amekataa kuifanya. Hakuna uwezo wa kufanya. Kama ni kudanganya, hakuna uwezo wa kudanganya. Lakini ameamua, amesema kwa sababu ya Mungu mimi sitadanganya. Anajua kwamba hapo na uwezo. Hapo atamcontrol, anaweza amua tuende afanye usherati akitaka.
Lakini kwa sababu anaogopa Mungu, anasema sitafanya usherati. Hakuna hiyo choice. Hakuna mwenye atamchapa, hakuna mwenye atafanya, lakini ameamua tu asifa. Huyo ndio sababu mtu ambaye tunamuita holy. But mtu mwenye innocent ni mtu mwenye ajui kama usherati ni mzuri ama ni mbaya. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti. Kwa hivyo hiyo mkidini muelewe hizo maneno. Hizo pia ni mambo ambazo watu wengi huwa hawajui. Kwa hivyo kulingana na Warumi 5 utapata ya kwamba sina ni mtu yeyote ambaye amezaliwa na mwanadamu. Huyo ni sina. Kwa hivyo tukiwa hapa, nani ambaye si sina? Sisi wote wenye tuko hapa ni sina, kwa sababu wewe hukuzaliwa na malaika, wewe hukuzaliwa na kitu kingine cha mwanadamu. Sisi wote tumezaliwa na mwanadamu. Bwana sifiwe. Hata mimi nilizaliwa na mama yangu na baba yangu hapo. So mimi ni sina. Kwa hivyo mtu yote mwenye ako hapa, akuwe mkubwa, akuwe mdogo, yeye ni sina. Hebu tupate hiyo maana kwa Biblia. Hebu soma Warumi 5 verse 19. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Kwa hivyo sisi tumekuwa sinners, many were made sinners, ndio? Tumekuwa sinners kwa sababu tumetokana na Adamu. Ndio maana hata ukisoma Zaburi 51 pale ambapo Daudi anamlilia Mungu akimwomba msamehe dhambi, Daudi hapo analia akisema ya kwamba nilitungwa katika dhambi. Hebu tusome hapo pia Zaburi 51. Zaburi 51 fungu la 5. Wacha niseme kwa Kiswahili, ukipata English tunasoma. Kiswahili nasema, tazama, mimi niliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Huyo ni Daudi anaongea. Yeah? Hebu soma in English usikia. Surely I was sinful at birth. I was sinful at birth. Sinful from the time my mother conceived me. Sinful from the time my mother conceived me. Bwana sifiwe. Ile tu siku yenye mama yangu alishika mimba yangu, tayari nilikuwa mtenda dhambi. Kwa hivyo ngoja tumongoje, tukae chini tumongoje mama Gift, tumongoje adanganye. Mama Gift umedanganya, wewe ni sina. Hapana. Wewe ulikuwa ile siku yenye mimba yangu ilishikwa, tayari ulikuwa sina. Bwana sifiwe. Kulingana na Biblia, huyo ndio sina. Wacha niendelee kueleza jambo hili kwa nani tuone kama tutaielewa. Kuna kitu ambayo sijui kama sisi wote hapa tumetafuta kazi. But tumetafuta kazi kwa njia tofauti tofauti. Bwana sifiwe. Sasa niulize huyu James hapo. Yeye ametoka shuleni juzi au amesoma. Mama Gift sijui kama alitoka mwaka gani, lakini mimi najua wakati alitoka shule. Yeye alitoka shule hivi karibuni. Wewe nadhani ulimtangulia kumaliza, si ndio? Ulipotoka shule ulianza kutafuta kazi. Kuna wakati umeshawahi kuandika CV, kwenda kutafuta kazi. Ukatuma CV yako, si ndio? Ukituma CV kuna vitu mbili ambazo lazima huwa uandike hapo. Number 1 ni utaandika mahali pako pa kuzaliwa. Number 2 utaandika kazi ambayo unaifanya. Ama your skill, si ndio? Kazi ambayo unaweza kuifanya. So number 1 ni pale pa kuzaliwa. Ndio maana unapatanga watu wengi wanaandikanga Kenya ama Kenya, si ndio? Kenya. Kama wewe ni Mkenya. Na kazi ambayo unaweza kuifanya, si ndio? Kwa hivyo kulingana na Mungu, wacha nitumie mfano ya CV ndio uelewe. Kulingana na Mungu, katika kuzaliwa kwetu sisi wote ni sinners. Mungu akiwa mbinguni akituangalia
Pahali petu pa kuzaliwa sisi wote ni sinners by birth. Bwana sifiwe. Na kulingana na Mungu, kazi yetu ni kufanya dhambi. Our work is to sin. Our place of birth is that we are sinners. We are all born in sin. We are all born sinners. Bwana sifiwe. We are all born sinners. Hakuna mtu yeyote atasema kwamba yeye alizaliwa. Mtu mmoja tu kwa dunia mzima ambaye alizaliwa na hakuzaliwa katika dhambi alikuwa Yesu. Bwana sifiwe. Yeye tu alizaliwa na hakuzaliwa katika dhambi. Hiyo tutaongelea siku nyingine. Kwa sasa nataka tuelewe kwamba mtu yote ambaye amezaliwa na mama kwa hii dunia, sio kama mtu yote ambaye ashazaliwa kwa dunia anazaliwa na mama. Mtu yote ambaye alizaliwa na mama kwa hii dunia ni sina. Na sisitiza hilo kwa sababu kuna kitu ambacho tunaenda kuongelea huko mbele ambayo hautaelewa usipoelewa hiyo. Kwa sababu sisi ni sinners kwa kuzaliwa, basi inamaanisha kwamba sisi ni sinners hata tukitenda dhambi ama tukikosa kutenda dhambi. Acha nikwambie, sijui kama inawezekana, lakini wakati nitumie kama mfano. Mtu akizaliwa leo na aishi maisha yake yote bila kufanya dhambi yoyote mpaka akufe, bado yeye ni sina. Bwana sifiwe. Nataka tuelewe hiyo. Itakusaidia mahali. Mtu akizaliwa leo na aishi maisha yake yote, tuseme tu yeye akaange tu hajaifanya dhambi mpaka akufe kama hajafanya dhambi, huyo mtu bado ni sina kulingana na Biblia. Sijui kama umeshaambiwa hiyo ama ni mara ya kwanza unasikia. Kulingana na Biblia, bora amezaliwa yeye ni sina. So hata ufanye dhambi, hata ukose kufanya dhambi, wewe bado ni sina. Itakusaidia kujua kitu mahali uko mbele. Bwana sifiwe. Kwa hivyo weka hiyo kitu kwa roho yako mahali. Weka kitu kwa akili yako mahali kwamba mimi ni sina. Na si sababu nimefanya dhambi fulani. Mimi ni sina kwa sababu nimezaliwa na mwanamke. Alafu hiyo inamaanishaje? Inamaanisha kuna aina mbili ya sinners kwa dunia. Tuko na aina mbili za sinners kwa dunia. Aina ya kwanza ya sina ni yule sina ambaye anatenda dhambi. The sinning sinner. Bwana sifiwe. Sio kuna yule sina ambaye yeye kila siku anafanya dhambi. Kama hata sasa tuko hapa, yeye hapo maana anafanya dhambi. Kama ni usherati, wizi, uongo, kutusiana, Acha nikwambie, kuna mtu kwa hii dunia ambaye akikutusi umeisha. Afanye hata kugonga ngumi baba bifu. Kuna mtu kwa hii dunia tu akikutusi tu matusi moja amekumaliza. Yaani unasikia tu ni kama amekugonga mangumi 100. So bwana sifiwe. Some people is specialists for kutusi mtu. Mimi naona na shida. Okay, sasa kama mimi sifanya dhambi, lakini kwa kutusi mtu mimi nimeshinda. Bwana sifiwe. Lakini kama mtu akikutusi, kuna mtu aliniambia kwamba kwa mtu akikutusi hata huko anatoka mbele anatoka ila. Na kama kulikuwa na mende around na pale, wale hiyo matusi yake moja imetosha kunini. Kwa hivyo kuna mtu ambaye saizi anatusi, anapiga anapenda kupigana na watu, sasa yako mahali analewa. Bwana sifiwe. Ako mahali huyo ni sina, sina ambaye anafanya hiyo dhambi, sinning sinner. Bwana sifiwe. Alafu tuko na wale sinners ambao tunawaita moral sinners. Ni wale sinners ambao ni waadilifu. Wale sinners ambao hawafanyi dhambi kila saa. Bwana sifiwe. Leo ukimwona hata baadhi tu ukimwona hata kama endaki church, utaona unasema naenda na kwa na ni mpole. Yeye ananga mambo mengi. Bwana sifiwe. Lakini bado yeye ni sinner. Kwa hivyo kuna wale sinners ambao ni waadilifu. Ambao unapata leo hata kama anafanya dhambi, unapata anafanya dhambi kidogo, afanye mingi sana kama watu wengine. Si ndio?
lakini bado yeye pia ni sinner. Kwa hivyo au ni aina mbili ya sinners ambao tuko nao kwa dunia. Kwa hivyo lazima ujue hilo pia. Kwa hivyo hata kama wewe ni sinner ambaye anatenda dhambi, ama wewe ni sinner mwadilifu, bado wewe ni sinner. Bado wewe ni sinner tu. Kwa hivyo utakuja mbele ya Mungu, ambie Mungu, mimi si sinner kwa sababu sinania alikuwa anafanya sharati na mimi sikufanya sharati. Mungu atakwambia, atakuuliza swali moja, si jambo la tano ambalo umefanya, atakuuliza tu, ulizaliwa na mama? Useme atakwambia wewe ni sinner. Unasikia hiyo je? Kwa hivyo haitakuja useme ati unajua Mungu, kwa nini Mungu umeniweka na akina nani? Na akina nani walikuwa wanaiba, wanagonga watu, wanafanya usherati, wanakunywa pombe, lakini mimi sikufanya hivyo. Atakwambia mimi siangalii hiyo. Kile ambacho naangalia ni ulizaliwa na mama. Umezaliwa na mwanadamu. Bora umezaliwa na mwanadamu, wewe ni sinner. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba watu wote waliozaliwa katika Adamu ni sinners. Haijalishi wewe ni mtu aina gani, bora umezaliwa kwa Adamu, wewe ni sinner. Kulingana na Mungu, haijalishi wewe ni nani. Bora umezaliwa na mwanadamu. Bora umezaliwa na mama. Bwana sifiwe. Bora wewe ulitoka kwa mama ukazaliwa ukaenda kwa hii dunia, wewe ni sinner. Hata kabla ufanye anything, tayari wewe ni sinner. Kwa hivyo, kulingana na Biblia, maana ya sinner ni nini? Maana ya sinner kulingana na Biblia ni mtu yeyote mwenye amezaliwa na mwanadamu. Bwana sifiwe. Maana ya sinner ni nini? Mtu yeyote, anyone born of man. Tukisema man kwa Biblia, man ni neno man, huwa inakuwa mpaka amen. Bwana sifiwe. Naomba nikisema man usiseme mimi sikuzaliwa na man, mimi nilizaliwa na woman. Kwa Biblia man huwa inaonyesha both male and female. Bwana sifiwe. So ushasoma kwa Genesis inasema in the beginning I think it's chapter 2, yeah? God created man. Male and female he created them. Kwa hivyo whether you are male or a female, wewe bado ni man. So mtu yote mwenye amezaliwa na mwanadamu, ama hata niseme anyone born of a human being, ni eleweke zaidi. Anyone born of a human being is a sinner. Hiyo ndio maana ya sinner. Bwana sifiwe. Kwa hivyo si lazima utoke hapo wewe tu ndio ukue sinner. Bora umezaliwa na human being, you are a sinner. According to the Bible, tumesoma hiyo verse mtu kwa round aiona kwa Biblia. So wewe ni sinner hata kama umetenda dhambi ama hujatenda dhambi. Bwana sifiwe. Hata kama umetenda dhambi mingi au umetenda dhambi chache, wewe ni sinner. Unaweza kuwa sinner mzuri, unaweza kuwa sinner mbaya, wewe ni sinner tu bado. Bwana sifiwe. Kuna mtu ambaye anajiona yeye ni mzuri, si ndio? Kuna mtu ambaye ukimwongelesha umwambie anafaa kuwa anakuambia mimi ni mzuri. Mimi sijafanya kitu yote mbaya. Kama wewe ni mzuri, sitasema wewe unadanganya. Unasema ukweli, wewe ni mzuri, lakini kulingana na Mungu, wewe ni sinner mzuri. Bado wewe ni sinner. Bwana sifiwe. Unajua wanadamu wanapenda sana kujitetea. Si ndio? Wanadamu wanapenda sana kujitetea. Na nikisema wanadamu generally hata mimi, Bwana sifiwe. Kuna mara hapo najaribu kujitetea kujionyesha kama mimi ni mzuri sana, lakini hata nikwambie mimi ni mzuri, nikwambie venye mimi ni mzuri, mimi si kama watu wengine, lakini kulingana na Mungu mimi ni sinner mzuri. Kuna mwingine ambaye atakuja sema lakini nani? Mimi ni mtakatifu. Mimi ni mtakatifu. Bwana sifiwe. Mimi sipendi mimi sifanyangi dhambi. Yes, basi mimi sijakataa. Wewe ni mtakatifu, lakini wewe ni sinner mtakatifu. Bado wewe ni sinner.
kulingana na Biblia. Bwana sifiwe. Kuna mwingine ambaye atakuja aseme ya kwamba mimi ni pastor, wewe ni sina pastor. Mimi ni bishop, wewe ni sina bishop. Okay, watu kadai wewe ni bishop. Wewe ni bishop lakini wewe ni sina bishop. Wewe ni sina. Kwa hivyo katika hali yoyote ile bado wewe ni sina. Bwana sifiwe. Kuna jambo ambalo najaribu kutoa kwako, na ni kosa ambalo wanadamu wamelifanya, na ni kosa ambalo limefanywa hata kwa kanisa. Bwana sifiwe. Ya kwamba watu wengi wanasema ya kwamba mtu ni sina akifanya dhambi tu. Bwana sifiwe. Hiyo si ukweli kulingana na Biblia. Bwana sifiwe. Hiyo si kweli kulingana na Biblia. Mtu hakui sina tu akifanya dhambi ama akifanya kosa. Kulingana na Biblia, wewe ni sina, ukifanya dhambi, wewe ni sina mtenda dhambi. Kama hujafanya dhambi, wewe ni sina asiyetenda dhambi. Lakini all in all, bado wewe ni sina. Mtu asipofanya dhambi, yeye bado ni sina. Lakini shida ya watu wengi wanasema kwamba mtu asipofanya dhambi sasa yeye si sina. Ati nadi za mtu sina. Sifanyi. Leo kitambo nilikuwa nafanya hivi, siku hizi nimeacha kufanya hizo zote. Kwa hivyo mimi si sina, bado wewe ni sina. Bwana sifiwe. Kwa Biblia hakuna kitu ya kusema kama mtu akikosa kufanya dhambi yeye si sina. Bora wewe ni mwanadamu, wewe ni sina. Bora wewe ni mwanadamu, wewe ni sina. Bora wewe ni mwanadamu, wewe ni sina. Nataka uelewe hiyo. Bora wewe ni mwanadamu, wewe ni sina. Mwanadamu hakui sina kwa sababu amefanya dhambi peke yake, anakuwa sina. Acha baadaye, hii ni muhimu sana. We don't become sinners. Wala ambao wanajua English ambao wamesoma kama akina Masi. Acha niseme kwa English. Ndio Masi hataelewa Kiswahili vizuri. We don't become sinners because we have committed certain sins. But we commit sins because we are sinners. Siko umeelewa hiyo? We don't become sinners by committing certain sins. We commit sins because we are sinners. Acha niseme kwa Kiswahili. Hatukui sinners kwa sababu tumefanya dhambi fulani. Ila sisi huwa tunafanya dhambi kwa sababu sisi ni sinners. Wale ambao tumekuwa nao kuanzia mwanzo tumesema kwamba tulitumia term inasema kwamba ni nature yetu. Unakumbuka hiyo word Debra? Ni nature yetu. Ni asili yetu. Hiyo ni kitu ambacho tunazaliwa nayo. It is our nature. Therefore automatically, because we are sinners, we will commit sins. It is not by committing sins that make us sinners. We are already sinners, therefore we commit sins. Bwana sifiwe. Acha nitumie, naona tumeletewa watu wadogo hapa leo wengi. Acha nitumie mfano ya huyu mdogo sana kushinda wote. Unaona mtoto ambaye mama amembeba. Huyo mtoto already ni sinner. Bwana sifiwe. Mama yule mtoto, acha nikwambie, hakuna siku yenye mama gift atakachi na mtoto wake aanze kumwambia, "Mtoto unamwita nani?" Aanze kumwambia, "Unampatia jina tamu sana Emmanuel, go with us." Tulijifundisha hiyo siku nyingine hapa. Wale watu Sunday school, ndio. Tulisoma hiyo. Hata kachi na hichi namwambie, Emmanuel ukitaka kukasirika, nataka kufundisha venye mtu anakasirikanga. Hata mfundisha. Atapata mtoto hata saa hizi venye ambapo hivyo anakasirikanga. Utapata kwa time akitaka kunyonya na anaona upuji karibu. Anaona watu kuna hasira tu analia, unasema, unasema, na huyu mtoto wangu ana hasira mingi sana. Na wewe mwenyewe hujafundisha kukasirika. Bwana sifiwe. But mtu ako na hasira. Ukiona anaanza kulia kidogo, anaanza kulia kidogo ndio usikie sauti yake ukuje umpatie matiti. But akiona ukuje ama uko hapo na kuna shughuli, unaona sasa anaanza kulia ile sasa ya hasira sasa. Sasa ile ya kawaida.
Nasema na mtoto wako kuna hasira. Bwana sifiwe. Haya. Wacha tuseme ingine. Ndio maybe tutasaidia kuelewa zaidi. Mama Emmanuel, niko sure hakuna siku utai kati na huyo Emmanuel umfundishe kuhusu uchoyo. Hakuna siku utai kufundisha kuhusu uchoyo. Mwambie mtoto wangu nataka kufundisha uchoyo. Sasa ukitaka kuwa mchoyo ni mtu akikupatia kitu, ukipata kitu mzuri, mtu akikuomba unafanya Bwana sifiwe. Lakini utapata wenye nazidi kuwa kama sasa huyo wangu mara amefikia hapo. Sijai kufundisha uchoyo. Si ndio? Lakini sasa hivi kiani anapendanga sana Ringos. Hata sasa hivi kita Ringos sana. Mimi baba tukabaye Ringos. Ni sasa hivi kiani nibaie Ringos. Nimletee nimpatie nimwambie toto nimekubaia Ringos, shika Ringos. Nikimpatia Ringos achukue. Alafu yale ndio nimwambie baba nipe Ringos. Hai. Nipe Ringos. Na sijai mfundisha. Bwana sifiwe. Automatically yeye ni sina. Hiyo ni kitu ndani yake. Bwana sifiwe. Kama watu wako kwa nini hivyo? Kumbaya ndio lipo tunapata anakataa. Si ndio? Kwa sababu tayari alizaliwa sina. Kuna mtu aliniambia kitu moja sometimes back ambao wanakataza watu kila siku. Kuna mtu aliniambia ati mtu anaanza kufanya dhambi ama anakuwa muovu kwa sababu ya watu wanaishi karibu na watu ni wanini. So watu wanamfundisha kufanya uovu. Nikamwambia hiyo ni uongo. Acha nikwambie, unaona mtoto wako saizi hiyo age yako. Kama kuna mwenye anaweza lishwa vizuri, apatiwe kila kitu, lakini watu wakose kwa karibu na yeye. Useme ndio kupeleke kwa island yenye watu wako. Akue huko peke yake. Kwa watu anapata chakula hapo, mimi tuseme Mungu afanye miujiza. Mungu anamlisha kwa analisha Elijah. Mungu anafanya Elijah. Anamletea chakula na atumia ule alikuletea chakula, ule ndege, Mungu akue anamlisha ndege yake na siku. Huko katikati ya island. Aende akuwe mtu mkubwa. Tuseme hata aende afike 20 years old. Ukienda umpate hapo peke yake, bado utapata karibu 70% yake ni mtenda dhambi. Na kama umemfundisha, si lazima afundishwe. Ni nature yake, anazaliwa nayo, ni kitu iko ndani yake. Bwana sifiwe. Kwa hivyo purity hautakuwa sina ati juu umefanya dhambi fulani. Unakuwa sina juu umezaliwa na mwanadamu. Ni nature ambayo iko ndani yetu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo nataka kila wakati mkumbuke neno la Mungu. Kumbuka kila ambacho Mungu anasema kutuhusu. Hii litakusaidia kuelewa Injili, na itakusaidia kwa wokovu wako. Bwana sifiwe. Kuna mahali tunaenda kwa mbele hiki ambacho tunasema hapa itatusaidia. Najua kwa sasa wote tutashinda kwa nini pastor anarudia kitu sana. Kuna mahali tunaenda ambayo hii kitu itakusaidia. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kumbuka ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba sisi ni sinners. Hatukui sinners. Hatuhitaji kuwa sinners. Sisi ni sinners. Bwana sifiwe. Nataka nikupatie mfano. Hii tumemfano ya nini? Sasa tumemfano hii meza. Hii ni meza. Si ndio? Hii ni meza. Hii venye iko tayari ni meza. Hakuna penye tunafaa kufanyia kitu likuwe meza. Tayari kitu ni meza. Tuseme kama hii meza ingekuwa na mdomo ya kuongea. Bwana sifiwe. Alafu hii meza ikwambie, Masi, nataka kukua meza. Utaangalia useme kama tuseme ni mnaelewana tayari wewe ni meza. Bwana sifiwe. Hakuna kitu tunafaa kufanyia ndio kuwe meza. Tayari wewe ni meza. Bwana sifiwe. Ndio kama wewe pia, hakuna kitu unafaa kufanywa ndio kuwe sina. In fact, hakuna kitu unafaa kufanya ndio kuwe sina. Tayari wewe ni sina. Hata kabla utusi mtu, wewe ni sina tayari. Bwana sifiwe. Hata kabla wewe udanganye, wewe ni sina tayari. Kwa hivyo nataka mkumbuke jambo hilo. Acha sasa nipige tena hatua nyingine kwa mbele kidogo. Tushapiga hatua kadhaa, tunapiga hatua nyingine. Tukikuja kwa Mungu ili kwamba tuokolewe, dhambi zetu huwa zinasamehewa.
Nani anaamini kwamba dhambi zake zimesamehewa? Kuja kwa Mungu. Very good. Mungu atasamehe dhambi zetu, si ndio? Kwa damu ya Yesu tunaoshwa, tunawekwa safi na tunasamehewa dhambi zetu. So that sasa tunakuwa Mungu hatuhesabii dhambi zetu tena. Ukikuja kwake umwamini, sio ile Biblia inasema. Inasema ukimwamini anakusamehe dhambi zako. Bwana sifiwe. But acha niongeze kitu hapo ndani kidogo. Hata baada ya wewe kusamehewa dhambi zako, bado wewe ni sina. Bwana sifiwe. Najua sijui kama nachanganya kisa hiki kwa changanya. Hata baada ya kuokoka, saa zile umesamehewa dhambi zako, bado wewe ni sina. Bwana sifiwe. Bado wewe ni sina. Bado wewe ni sina. Kwa hivyo, ile ambayo inafaa uelewe. Lakini nataka uelewe, utasema sasa kama bado ni sina, wewe kwa nini niokoke? Bwana sifiwe. Tofauti yangu na ule mtu mwingine huko nje ni gani? Kama nimeshasamehewa na bado ni sina. Tofauti yake, sasa kwambia tofauti yako kati yako na wewe. Tofauti yako kati yako na huyo mtu ni wewe ni sina mwenye amesamehewa. Wewe ni forgiven sina. Lakini ule mwenye bado hajaokoka ni sina mwenye hajasamehewa, yeye ni unforgiven sina. Bwana sifiwe. Hiyo tofauti yenu. Wewe ni sina but ni sina mwenye amesamehewa. Bwana sifiwe. Lakini yeye ni sina mwenye bado hajasamehewa, baada ya kumtia na Mungu. Lakini bado sisi wote bado ni sinners. Kwa hivyo hata kama dhambi zako zimesamehewa na ujue mimi am a forgiven sinner. But all in all, I'm a sinner. Bwana sifiwe. Nasema kwa sababu kuna watu wengine, kuna Wakristo wengine, ama waumini wengine, ama ambao huwa wanaamini kwamba wao si sinners. Bwana sifiwe. Nishatana na Wakristo wengine ambao wanaamini wao si sinners. Lakini kama wanaamini hivyo, inamaanisha waamini Biblia. Sababu Biblia inasema hata kama umesamehewa, bado wewe ni sina. Bwana sifiwe. Kwa hivyo nikuambia hapa anasema kwamba kama bado unazungumza kwamba wewe ni sina, basi huelewi injili vyema. Ila ajui kwamba yeye ndiye aelewi injili. Bwana sifiwe. Ili kwamba uelewe injili, lazima kwanza uelewe wewe ni sina. Ndio utaelewa injili. Acha tafsiri hiyo kaona. Na wapeleka hatua step by step. Ni masi yeye mbio sana. Ndio tukifikia injili mtaelewa sasa kwa nini tulikuwa tunasema sisi wote ni sinners. Bwana sifiwe. Amen. Sasa nikwambie. Unajua hata Paulo pia alikuwa ni sina. Paulo alihubiri injili sana, lakini baada hata yeye mwenyewe alikuja akasema ama sina. Kama hiyo haiko kwa Biblia. Iko. Tusome. Hebu soma Timotheo. Timotheo 1 fungu la 15. Ni First Timothy. Naona first na second. First Timothy chapter 1 verse 15. First Timothy chapter 1 verse 15. Timotheo wa kwanza 1 fungu la 15. Soma kwa English. Nasema. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save the sinners. Christ Jesus came into the world to save the sinners. Of whom I am the worst. Bwana anaongea anasema of whom I am the worst. Nataka kusikie wewe umesoma English vizuri. Unajua past tense, present tense, continuous nini, si ndio? Hajasema of whom I was the worst. Amesema of you of whom I am the worst. Christ Jesus came into the world to save sinners and I am the worst sinner. Bwana sifiwe. Ama yako inasemaje Imasi? Pengine yangu ya Jeni Korogo. Acha tusikie Imasi vile inasema. Imasi yako inasemaje? Ama hata uko umefungua ulikuwa kwa Facebook na WhatsApp.
Tuko kwa Bible. Wacha sikia mwenyewe inasema. This is a trustworthy saying and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all. Paul anasema I am the worst of them all. Nataka uelewe kitu moja. Kama ukikutana na Paul, umuulize Paul, have you been forgiven? Paul angesema yes, I'm forgiven. But are you a sinner? Angesema yes, I'm a sinner. Ungeuliza Paul, dhambi zako zimesamehewa? Paul angesema yes, dhambi zangu zimesamehewa. Lakini ukimuuliza Paul, wewe ni sinner? Paul anasema yes, I'm a sinner. Bwana sifiwe. Je, hiyo basi umesema haitasema of whom I was the worst. Itasema of whom I am the worst. Bwana sifiwe. Hata Paul mwenyewe alijua yeye ni sinner. Alijua yeye ni sinner. Kwa hivyo hata baada ya wewe kusamehewa bado wewe ni sinner. But you are a forgiven sinner. Wewe ni sinner mwenye amesamehewa. Umeelewa hiyo? Umeona hiyo tofauti? Yeah. Kwa hivyo hata ungemuuliza Paul kama dhambi zake zingesamehewa, angesema I'm so humble, let me say no. Atasema yes, my sins have been forgiven. Yeah? But then atakwambia kwamba hata kama amesamehewa bado yeye ni sinner. That's what he said in that point. Yeah? Kwa hivyo hata sisi hatuwezi kataa kazi ya Mungu ndani yetu. And I'm happy that nimuuliza nani anajua kama ako forgiven, mkainua mkono. Bwana sifiwe. Hatuwezi kataa Mungu ametusamehe, ni kazi ya Mungu amefanya ndani yetu. Lakini hata kama ametusamehe bado sisi ni sinners. Bwana sifiwe. Bado sisi ni sinners. Sababu bado tuko ndani ya Adamu. Kwa hivyo hata kama tuko na neema ya Kristo, Mungu hajaiondoa kikamilifu shida ya dhambi. Utapata kwamba shida ya dhambi Mungu bado hajaiondoa kabisa. Shida ya dhambi bado iko na itakuwa na sisi. Bwana asifiwe. This problem of sin, and I'm speaking of sin, not sins. The problem of sin will continue being mpaka ile siku yenye Kristo atarudi na afanye mbingu mpya na nchi mpya, ndio shida ya sin itaisha. But as long as you're still in this current world, in this current state, bado shida ya sin bado itakuwa. Bwana sifiwe. Ndio maana bado tutakuwa hata baada ya kuokoka bado tutakuwa sisi ni sinners. Mpaka ile siku yenye Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya. Bwana sifiwe. Na nimesema mambo mengi sana ambayo turn out of this that imegeuza mambo mengi sana ambayo mkao mnajua. Kwa hivyo unajua pengine mbona wako confused. Sababu mtu anaweza sema basi kumaanisha kwamba wokovu wangu basi haijakamilika. Kama nimesamehewa dhambi zangu na bado mimi ni sinner, does it mean wokovu wangu bado haijakamilika? Is my salvation not complete? Bwana sifiwe. Because na by the way, that's why nilikuwa naongea kuhusu salvation. Naenda kuongea kuhusu more about salvation hapo mbele. Is my salvation not complete? Sijui nikujibu kama niseme tuache nitakujibu huko mbele. Bwana sifiwe. Our salvation is complete. Bwana sifiwe. Usinielewe vibaya. Lakini nisamehe tu, mwache nikuje niongelee hiyo swala baada ya muda. It's not a long time. It's just some 1 or 2 Sundays to come. Tutaongelea kuhusu jambo hilo kwa undani. Bwana sifiwe. Lakini jua tu kwa akili yako kwamba even though you are a sinner, a forgiven sinner, your salvation is very complete. Bwana sifiwe. Lakini jambo ambalo ningependa tulione sisi wote kwa fasaha zaidi ni kwamba watu wote ulimwenguni ni sinners. Bwana sifiwe. Wewe umetenda dhambi ama hujatenda dhambi, bora wewe ni mwanadamu, wewe ni sinners. Bwana sifiwe. Kuna watu wengine ambao huwa wanasikia injili na unapata kuna shida hiyo wakati ambapo wanasikia injili ikihubiriwa,
wanasumbuka na swali hili, wanajiuliza kama wanafanya dhambi mingi ama chache. Sasa ile mhubiri anajiuliza, nimefanya dhambi mingi ama nimefanya dhambi chache ama nini, ndio nisamehewe ama nini? Hii haifai kukusumbua kama umefanya dhambi ama hujafanya dhambi. Bora usikie Injili, jua tu wewe ni sina. Bwana sifiwe. Kama hujaokoka, jua tu wewe ni sina.